turudi katika bei za wachezaji sasa. Maana sasa hivi utasikia mtu anasajiliwa kwa kiasi fulani. Yaani value sisi hatuna. Magazeti, vyombo vya habari vingine navyo vinakuwa ni sehemu ya aidha kupandisha bei zaidi, matokeo yake klabu zinakuwa zinaumia. Sasa tuangalie hapa, huu mfumuko wa bei za wachezaji unatokana na nini hasa? Swali zuri sana Kambili. Kwanza ukishasema issue ya usajili wa wachezaji ina involve vitu vingi. Kwanza ni hitaji la benchi la ufundi ambalo linasema sisi tunahitaji wachezaji 1 2 3 katika eneo ili husika, na wachezaji wenyewe wanakuwa na sifa zifuatazo, wanaziainisha, alafu wanawapelekea wahusika kwa maana wenye jukumu la kwenda kuscout na kuwatafuta wachezaji wenye sifa ambazo benchi la ufundi wanazihitaji. Baada hapo huo mchakato ukikamilika, mascout wa klabu wakifanikiwa kumpata mchezaji, wanamleta, benchi la ufundi inaridhia, na kinachofuata ni kwenda kuanzisha mchakato wa kumpata mchezaji. Kwa hiyo wanaenda kwa wahusika ambao sasa ni watu wengine, wakurugenzi kwa maana ya waendeshaji wa klabu, ndio wanaojua budget iliyokuwepo husika kwa ajili ya kusajili wachezaji katika dirisha husika. Kwa hiyo budget wanapewa benchi la ufundi, wanaambiwa kwamba bana, nyie sajilini wachezaji mnaowahitaji lakini wasizidi kiasi hiki. Na hapo unazungumzia transfer fee, unazungumzia salary, unazungumzia pesa za kulipia vibali mbalimbali. Kwa zote zile gharama zinakuwa zinajumuishwa na wanapewa. Kwa hiyo inakuwa ni jukumu lao kutafuta mchezaji ambaye anaendana na budget iliyotengwa na club. Lakini wakati huo vilabu vinatofautiana. Kuna vile ambavyo vina budget kubwa ya kusajili na kuna vile ambavyo vina budget ndogo ya kusajili. Sasa hapa ndipo penye mjadala kidogo. Kwenye process ya kusajili hii ina involve watu wengi. Kuna wahusika kutoka kwenye klabu A, wahusika kutoka kwenye klabu B, lakini kuna watu wa katikati wanaoita intermediaries. Intermediaries wao ndo wana act kati ya vilabu viwili, kwa maana ya kutafuta mchezaji anamilikiwa na klabu gani, mchezaji yuko chini ya management ipi, mahitaji ya management ni yapi, mahitaji ya mchezaji ni yapi. Kwa akishaingia intermediary katikati, yeye ndio anaangalia sasa mazingira ya hiyo biashara yamekaaje. Kwa mfano, biashara ya mchezaji Kambili haihusu tu club kwa maana ya taasisi na taasisi. Kuna uhusika mkubwa wa biashara nyingine kati ya wahusika, kwa sababu popote ambapo kuna involve transaction ya pesa, kuna commissions nyingi ambazo zinakuwa involved hapo katikati. Kwa mfano hiyo agents ambayo ina facilitate hiyo transfer ya mchezaji inabidi ilipwe. Kwa hiyo inalipwa commission based on percentage, na wewe unafahamu asilimia kwa mfano 10 ya milioni 10 ni tofauti na asilimia 10 ya milioni 100. Umeelewa? Kwa hiyo the more ile percent asilimia inapozalisha kiasi kikubwa zaidi, ina maana inabidi kiasi cha pesa kinachotumika kwenye mchakato kio kikubwa zaidi. Kwa hapo ndio inapokuja ile hali ya gharama kubwa kama ulivyozungumzia. Kwa mfano agent anataka pate mzigo, especially ikishatokea klabu moja hapo inaonyesha interest ya juu kuhitaji mchezaji kwa gharama yote ile. Kwa hapo ndo mchakato unapokuja, na inategemeana sasa na pande zinazohusika zote wanakubaliana vipi mpaka kufikia mwafaka wa kiasi gani kitumike kwenye mchakato wa kumsajili mchezaji. Shafi Dauda bado yupo. Kuna swali naona ulikuwa umelimezea kidogo. Naam. Shafi nilikuuliza kwamba kwa hiyo kumbe kuna wakati mwingine kwamba huyu mtu wa katikati sasa ambaye anaziunganisha klabu na klabu, yeye anaweza kucheza na thamani ya mchezaji hata kama uwezo wake upo chini, lakini keshaona mahitaji ya klabu A na klabu B ni makubwa. Tunakubaliana na hivyo kwanza? Lakini aweze kuchezesha, mwisho wa siku anategemea hizo pande ambazo zinahusika. Kwa mfano klabu A inamiliki mchezaji, klabu B inataka kumnunua mchezaji. Kwa hiyo klabu B inaomtaka mchezaji kisha peleka request ya kumtaka mchezaji, klabu A itawaambia kwamba ili mumpate mchezaji wetu, kama kweli tunaruhusu kumuuza,
mahitaji yake ni haya na haya, kwa maana ile transfer fee labda kiasi fulani. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo baada hapo klabu B inaona kama kiasi hiko wao wanaweza wakakipata. Sasa mchezo unatoka wapi? Mchezo unaanza before, kabla ya kuja kwenye huo mchakato rasmi. Sasa wakati ile pande za katikati ambazo na inashauriwa hivyo kwamba intermediary ndio anayekuwa broker wa deal, anaweza kaenda kwa klabu A akajua wao wana budget kiasi gani, na akaenda kwa klabu B akienda kuambia kwamba bane, mchezaji fulani anapatikana ambaye yenyewe mnamhitaji kwa udi na uvumba, na unaweza kukuta klabu A yenye mchezaji yenyewe inataka kwa mfano milioni 10. Umeelewa? Lakini kama nilivyokuambia mwanzoni, intermediary yeye anajua katika milioni 10 10% yake ni milioni 1. Kwa hiyo atarudi kwa klabu B ambayo anajua anamhitaji mchezaji kwa udi na uvumba na budget wanayo, anaenda kuambia bana, mchezaji fulani kutoka klabu A wanataka milioni 40. Umeelewa? Kwa hiyo hawa huku wao issue ya budget inakuwa sio kikwazo. Kwa hiyo nasema sawa, tunataka mchezaji, na huyu wakati anatoka B anamwambia bana, nyie mnataka milioni 10, mimi naenda kunegotiate kule, naenda kumuuza mchezaji, ikiongezeka mimi katika kile kinachoongezeka na mimi napata percent ya kitu ambacho kinaongezeka juu. Katika hali hii ni biashara, hata ungekuwa niweka 2, watu watasema sawa, sisi chetu ni milioni 10, lakini ukiweza kupeleka mpaka milioni 30, maybe ile inayoongezeka 20, utachukua 40% ya hiyo kinachoongezeka nje ya 10% standard ile ambayo wewe unatakiwa uchukue kama broker wa deal. Kwa hiyo ukirudi huku unaambia bana, mchezaji anapatikana kwa 40. Hapo bahati nzuri wana budget, wasema sawa. Basi ndio biashara inafanyika hapo. Baada kutoka milioni 10 ambayo ndio ilikuwa bei ya halisia, mchezaji thamani yake inapanda mpaka milioni 40. Lakini kumbe ni ile michakato ya katikati hapo ambayo imefanyika. Kwa hiyo klabu B inatoa milioni 40, inanunua mchezaji. Agent anachukua au intermediary anachukua 10% ya 40 ambayo ni 40 sasa. Ni ngapi? 10% ya 40 ni 4, sio? Tofauti na mwanzoni ilikuwa 1 ya 10. Kwa hizo ni michakato inayofanyika behind the scene. Huku nje itakuja taarifa hiyo kwamba mchezaji fulani ameuzwa kutoka klabu fulani kwenda klabu fulani kwa kiasi cha milioni 40. Ndio watu mijadala inaanza. Mbona mchezaji kiwango chake cha kawaida? Yeah. Mchezaji huyu mbona amekuwa overrated na uhalisia? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika huko nyuma, lakini havi rasmi. As long as ni biashara na inakubalika na kuna mtu aliyeibiwa, ni makubaliano, ni kitu ambacho hakina shida. Sawa. Gifty? Ya Shafi, mimi nataka kufahamu namna gani ambavyo mawakala wanashirikiana na vyombo vya habari kwenye ili swala la kupandisha thamani na kunani dili zao, kukamilisha dili za usajili. Okay. Kuna mahusiano ya karibu mno. Unajua mchakato wa mchezaji kusajiliwa inakuwa ni process ambayo inaanzia sana ndani. Kwa mfano agents inaweza kawa na wachezaji wake na wanajua kwamba imetoka taarifa kwamba timu fulani inahitaji mchezaji wa aina fulani ambao wanaona mchezaji sisi tunaye, na sio agency moja, agency nyingi ambazo zinakuwa zinajaribu kupromote wachezaji wao. Kwa hiyo kinachofanyika ni ili mchezaji aweze kupata promotion, lazima media iwe mbele. Umeelewa? Kwa hiyo mahusiano kati ya agents na vyombo mbalimbali vya habari inasaidia kwenye kuchochea au kuleta joto la mchezaji fulani kutakiwa na vilabu kadha wa kadha, na ndio maana tunaona zile tetesi. Kwa hiyo agents inashirikiana na media na waandishi ambao ni wanafahamiana, wanawapa taarifa ya kwamba mchezaji fulani anatakiwa na timu fulani. Kwa hiyo kwa sababu kazi ya media ni kutafuta vyanzo vya habari, na agents ndo inayomiliki haki za mchezaji. Kwa hiyo ikitoa taarifa inakuwa ni source cha kuaminika. Kwa media ina report kutoka kwenye chanzo cha agency ya mchezaji fulani, imetoka taarifa kwamba mchezaji wao anawaniwa na vilabu viwili fulani na fulani. Ile taarifa inatoka, ikitoka taarifa inakwenda public,
ikienda public, yule mchezaji tayari anaingia kwenye masikio, anaingia kwenye macho ya watu, na hata vilabu vingine ambavyo na venyewe vinakuwa viko sokoni vikitafuta mchezaji kwa sababu tayari ametoka kwenye media, na wenyewe vinaweka jicho juu ya mchezaji kumfuatilia. Kwa taarifa ikisha tapakaa kwenye vyombo vya habari, vile vilabu ambavyo vinahitaji kweli huduma na venyewe vinakwenda kupiga simu kwa sehemu ambayo mchezaji anapatikana. Kwa automatically mchezaji anakuwa amepata soko na anaanza sasa kujadiliwa, vilabu vingi vinaanza kumfuatilia, na hapo kinachofuata ni kuanza negotiate na kuona ni yupi ambaye mwenye maso ambaye atafanikiwa kuchukua mchezaji. Kwa kifupi, media na biashara ya transfer za wachezaji wana mahusiano ya moja kwa moja, na ni mazingira tu yenyewe yaliyokuwepo kwamba wakati wa dirisha la usajili ni kipindi ambacho kinakuwa kiko hot, ni kipindi ambacho walaji au wafuatiliaji wa habari za michezo wanahitaji kuconsume maudhui yanayotokana na hizo michakato. Kwa hiyo inakuwa ni kwa staili hiyo. Philip. Asante Shafii kwa kuna kitu kimoja kidogo sana Shafii, kwa wenzetu sio mbali sana mpaka Zimbabwe hapa Kenya, wakati mwingine utakuta kama mchezaji fulani thamani yake inakuwa wazi kabisa katika mitandao ile mikubwa. Ukiingia tu unajua kabisa bwana huyu thamani yake ni hii. Sisi tunakwama wapi sasa kuwa na thamani za wachezaji wetu, ukichukulia kwamba ligi yetu inatoa pesa nyingi sana kwa hawa wachezaji? Okay. Kuna kitu kinaitwa transfer market. Yeah. Transfer market, ili uweze kuingia unatakiwa kwanza ujiregister, ujisajili. Sisi kama Shadaka tuko registered kwenye transfer market. Kwa hiyo agents wao wanachukua wachezaji, wanawaingiza kwenye ile system ambayo inakuwa inaeleza profile za wachezaji na thamani zao. Thamani inatokana na nini? Thamani inatokana na kwanza na club, mchezaji anakuwa ni mali ya club husika. Club ndio inaweka thamani ya mchezaji. Kwa hiyo inakuwa inajulikana kwenye mikataba ya wachezaji kwamba iwapo itatokea club inahitaji kukuchukua, sisi tutakuwa tayari kukuachia kwa kiasi fulani cha pesa. Kwa hiyo hiyo ndio inakuwa transfer market value ambayo inakuwa tayari imewekwa kwa ajili ya mchezaji. Na ili club iweze kuitengeneza hiyo transfer market value, inaangalia vigezo gani? Wanaangalia kwanza kwamba mchezaji waliyemsajili ambaye wanammiliki, ili kupata thamani yake inatokana na nini? Inatokana kwanza na urefu wa mkataba aliokuwa nao na club husika. Pia wanaangalia wao wametumia gharama zipi, wanatumia gharama zipi kwa maana ya transfer fee, bonus wanazolipa, mishahara wanaomlipa na mambo mengine wana quantify kwenye sehemu ya gharama ya mchezaji. Lakini pia kingine kinachomata zaidi ni umri wa mchezaji. Kwa hiyo mchezaji akiwa na umri mdogo ambao ni soko lina uhitaji kwa kiasi kikubwa, thamani yake inaongezeka. Kwa hiyo wakivicompile vyote hivyo wakajumlisha na wakatengeneza gharama, wanapata ile thamani yake ya jumla ambayo ni kiasi kadhaa ambacho kinawekwa sasa kwenye mkataba wake, labda paundi milioni 10 kama ndo thamani ya mchezaji iwapo klabu nyingine itamhitaji. Kwa hiyo paundi milioni 10 inatokana na hivyo vitu ambavyo nimevielezea. Kwa hiyo ukishamaliza hapo ndo mchezaji yuko chini ya agents fulani, agents yuko registered kwenye transfer market. Transfer market wanaweka details za mchezaji kwa sababu wanakuwa wamepewa hiyo profile na agents husika. Kwa hiyo ukiingia kwenye mtandao moja kwa moja ukaandika mchezaji, itakupeleka ukienda kwenye transfer market utaona mchezaji profile yake, na chini yake unaona kabisa yuko chini agency ipi. Kwa hiyo kila kitu kiko clear. Kwa hiyo hapo ndio wanapoanzia. Mchezaji ukitaka unaenda kwenye transfer market ambayo ndio inaonyesha value ya mchezaji kwenye soko wakati huo ipoje. Asante Shafi, nikushukuru sana kwa asubuhi ya leo. Nashukuru sana na nashukuru sana kwa kunipa nafasi hapo studio. Sawa, tulia nyumbani Sasa unafini kwa wapi hapa? Nenda Taswa. Taswa Jumamosi hamna? Hamna, siku hizi hamna ise corona. Asante. Asante. Huyo ni Shafii Dauda. Tukiwa tunazungumza naye ametupa mwangaza kidogo. Yeye anahusika pia kwenye masuala ya usajili, na hata hizi thamani za wachezaji anazijua vizuri sana. Kwa hiyo tunashukuru kwa namna ambavyo umeweza kutufafanulia na kuweza kupata huo mwafaka, kwa sababu ni sehemu ya hoja ya Bakari Mwamnyeto pia kuwepo katika msururu wa kupandishwa dau. Kipindi fulani Yanga walitaka
kusema wanataka kumsajili, Simba wakasema tunamsajili lakini atabaki cost. Kwa hiyo unaweza ukaangalia namna ambavyo mvuruganiko ulivyokuwa hapo hasa na mtu wakati na kwenye pamoja na timu hizi timu pamoja na watu wakati, lakini kuna timu pia wakati mwingine zina propaganda, kwa sababu unaweza kukuta mchezaji anatakiwa labda, mfano hapa kwetu Simba na Yanga, unaweza kukuta mchezaji anatakiwa na Simba, Yanga hawana mpango naye, lakini Simba lazima watoe hela nyingi kwenye huyo mchezaji. Kwa hiyo wanaanza kutengeneza propaganda, na sisi tunamtaka, lakini kwenye uhalisia ukija hawamhitaji au sisi tushamalizana naye. Kwa hiyo dili inaenda unajikuta thamani ya mchezaji kama alikuwa sajiliwa kwa milioni 10 unakuta amesajiliwa hata kwa milioni 30, lakini kwa sababu tu ya kuanza kuhusishwa na hao wanamtaka. Kwa hiyo mkija mezani anambia wenzenu wametoa 90, mie sina sema sisi tuna 100. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta thamani imekuwa inapanda kwa Philip. Gift ameandika kwa muda mrefu sana. Inawezekana kana mfano hai wa ile ambayo analisema. Ni kweli, sikatai kwa sababu hivi vilabu pendwa wanasema ni vilabu pendwa kwa na Doto vikishaingia sehemu vinaleta mvurugano. Kwa hiyo sikatai kabisa, na ni sehemu ya propaganda ambao wanatumia sana katika usajili, ambao pia hata Shafii Dauda amekiri hilo kwamba lipo katika masuala ya usajili. Na mfano hata Nionzima wakati anatoka Yanga kwenda Simba, nadhani vyombo vya habari vilihusika kwa kiwango kikubwa sana kumpandisha, na Nionzima alikuwa anajua namna ya kucheza, alishafanya maamuzi ya kwamba anaondoka Yanga, lakini alijua namna ya kucheza na media hizo huku Yanga. Wanaambia Yanga bado wanampa mkataba mpya, mkataba wa nini, anarudi huko anaendelea kuzungumza na Simba, akija huko Yanga nini